Tuko katika maandalizi ya kumpokea naibu katibu mkuu CCM Zanzibar, ndugu Abdi Mahmoud Abdi, ambaye ameteuliwa hivi karibuni kuwa naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, na sasa tuko katika maandalizi ya kumpokea kwa siku ya kesho tarehe 20 mwezi wa 8 2026. Ndugu wananchi wote wa wilaya hii ya Chake Chake ambao ni wanachama Chama cha Mapinduzi, lakini pia wote kwa ujumla wananchi wa karibu sana katika mapokezi hayo kesho asubuhi saa 1 mapema sana. Karibuni sana, mimi nitakuwepo. Ndugu wanachama Chama cha Mapinduzi au wananchi wote waliopo Chake Chake, nahamasisha kwamba nyote naomba muje katika mapokezi haya maalumu mazuri ya kumpokea naibu wetu huyu ambaye ni kijana wetu mzuri ambaye ni mwana mapinduzi. Shime wananchi, shime viongozi, sote tunatakiwa tuwepo katika maeneo ya viwanja vya ofisi ya CCM wilaya ya Chake Chake. Karibuni sana. Nimekuja hapa kwa ajili ya shamra za kumpokea naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni baba yetu, tulikuwa tunamtamani sana, kwa siku ya kesho anatufikia. Kwa tuambieni vijana na jamii tujitokezeni kwa wingi. Hii kwetu ni fursa na ni kama ndoto kwa vijana kwamba tunaweza tukafikia pahali ambapo tunapahitaji wakati wote. Kwa vijana tujitokezeni kukijenga Chama cha Mapinduzi, tuwe na umoja na tuwe kitu kimoja. Tulijipanga kwa mapokezi mazuri sana ya kumpokea mheshimiwa, kwa sababu alitoka kwenye ngazi yetu na kuja saizi kutuingia katika ngazi ya chama, na sisi kama vijana tumeona kwetu sie ni kama punu nzito. Tumejipanga vizuri sana kwa kumpokea mheshimiwa. Bendera kupachikwa na masherehe na mapambo yanayoendelea ni kwa ajili ya shamra za kumpokea mheshimiwa wetu naibu katibu mkuu, kipenzi chetu, kipenzi cha vijana, kipenzi cha CCM, kipenzi cha wanachama wote kwa ujumla. Kwanza nimefurahi, na furaha iliyoje, niko vizuri kiafya na niko tayari kwa ajili ya mapokezi na tumejiandaa vya kutosha kama jumuiya ya wazazi Chama cha Mapinduzi mkoa huu, lakini Pemba kiujumla. Tumefanya vikao vya kutosha kwa mikoa yote miwili, kusini na kaskazini. Kwa pamoja tutachukua watu wetu, tutakwenda nayo airport kwa ajili ya kumpokea bosi wetu, mwajiri wetu Abdi Mahmoud Abdi, ambaye ndio naibu katibu mkuu kwa sasa hivi tunamtambua sisi. Hilo jambo halina shaka na mambo yote yako vizuri. Tutaondoka naye airport, tutamvisha koja, tutakuja naye moja kwa moja mpaka Chanjani. Tukifika Chanjani pale mambo yamenoga, watu wameitikia wito vizuri, tumehamasisha vya kutosha. Wenzetu wengine wako wanachimba huko kwa ajili ya kuhamasisha watu, na ngoma zitakuwa za kutosha, na hii ni mojawapo ya kuleta hiki na kile, hamasa ya kutosha. Kwa hiyo mambo yote ni mazuri. Tutaondoka naye pale bosi wetu moja kwa moja naibu kwa mguu, tunamteremsha pale kwenye gari, tunakuja naye moja kwa moja mpaka tukifika mataa hapo tunamvua koja letu au koja, tunakuja naye kwa mguu tena, atazungumza nasi, atatoa salamu. Baada ya hapo tutakwenda naye, shughuli yetu tutakuwa imemaliza hapa kiujumla. Baada ya hapa tutaenda naye kufanya naye kikao kama sisi watumishi pamoja na watendaji. Kwa hiyo ndio habari, na habari ya mjini iliyopo ni ujio wake naibu katibu mkuu Chama cha Mapinduzi, chama dume, chama imara. Mikoa miwili ya Pemba iko tayari kwa ajili ya mapokezi ya naibu katibu mkuu. CCM oye! Ya kimsingi, mimi naitwa Kajoro Peter Vioroka, katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kusini Pemba. Kimsingi katika swala zima la maandalizi ya kumpokea naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, Comrade Abdi Mahmoud Abdi, sisi kama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kusini Pemba pamoja na mkoa wa Kaskazini Pemba kwa ujumla wake tumejipanga vizuri sana kwa ajili ya kumpokea kiongozi wetu huyu, kwa sababu kwanza wananchi wanaamnaye, wana bashasha naye, kwa sababu toka jina lake alivyoteuliwa tu kuwa naibu katibu mkuu, watu wanaamnaye sana, sababu ni mtu wa watu, yuko karibu na watu, yupo karibu na vijana. Kwa hiyo vijana wanaamnaye sana kwa sababu ni zao lao. Kimsingi katika maandalizi yetu tumejipanga vizuri kuanzia asubuhi tutakapompokea uwanja wa ndege, kuanzia saa 3 kamili asubuhi atakaposhuka uwanja wa ndege. Tumejiandaa, tuna vikundi mbalimbali vya hamasa, lakini tuna mapikipiki, tuongozwa na pikipiki zaidi ya pikipiki 500. Tumejiandaa katika mkoa kesho hiyo, tumejiandaa katika mkoa wetu ambao tutatoka na yale matembezi
ya kupunga mikono kwa wananchi. Tumewaandaa wananchi wetu, watasimama pembezoni mwa barabara kwa ajili ya kumlaki naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sisi tuna imani tutakapofika Chanjani, njia panda ya Chake Chake na njia panda ya kwenda mkoani, tutamshusha naibu katibu mkuu wetu huyu ili aweze kutembea kwa mguu kwa zaidi ya kilomita 3 akiongozana na wana CCM na viongozi mbalimbali kuanzia ngazi ya mashina, ngazi ya matawi, ngazi ya wadi, ngazi ya jimbo, ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa. Viongozi wote wa chama na jumuiya tutatembea kwa mguu kutoka eneo la Chanjani mpaka tutakapofika PPZ. Tutamsimamisha kiongozi wetu huyu, tutamtoa kodi atoka huko, tumemvalisha uwanja wa ndege, lakini baada ya hapo tutakuja moja kwa moja mpaka karibu na msikiti wa Chachani ambako tutamsimamisha tena kwa ajili ya kumvisha skafu. Vijana wetu wa Green Guard, vijana wa Itifaki wamejipanga vizuri sana kwa ajili ya kumvisha skafu huyu naibu katibu mkuu wetu mpya kwa upande wa visiwa vyetu vya Pemba. Kwa hiyo tuna imani tuna gwaride dogo tumeliandaa kwa ajili ya kumheshimisha kiongozi. Baada hapo tutakuja moja kwa moja ofisi yetu ya Chama cha Mapinduzi ngazi ya mkoa, ambapo sasa hapa atakutana na wana CCM mbalimbali kutoka mkoa wa Kusini Pemba kwa wilaya ya Mkoani na wilaya ya Chake Chake, lakini pia pamoja na mkoa wa Kaskazini Pemba kwa wilaya ya Micheweni na wilaya ya Wete. Kwa hiyo tuna uhakika kesho asiye na mwana aeleke jiwe. Tuna uhakika itakuwa ni burudani mwanzo mwisho katika kumpokea naibu katibu mkuu wetu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa sisi watu wa Kusini Pemba pamoja na Kaskazini Pemba yake hatuna jambo dogo. Tupo tayari kwa ajili ya kukiheshimisha Chama cha Mapinduzi pamoja na naibu katibu mkuu wetu mpya wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Zanzibar. Naibu katibu mkuu tuliye naye aliyepatikana Abdi Mahmud Abdi ni kijana msikifu, sababu mimi nimepata kufanya naye kazi leo tu nimepata kufanya naye kazi Tanzania bara na leo nimekutana naye Tanzania Zanzibar. Nimefanya naye kazi Tanzania bara nikiwa Green Guard wake pale nilipokuwa makao makuu ya Umoja wa Vijana, nikiwa mkufunzi mkuu wa mafunzo idara ya organization ya Umoja wa Vijana, lakini nimekuja nikiwa katibu wa mkoa wa Chama cha Mapinduzi Kusini Pemba. Nimekutana naye akiwa naibu katibu mkuu wa vijana. Ni kijana msikivu, mnyenyekevu. Kwa kweli tunajivunia Wapemba, ndio maana kesho wana hamu ya kumwona, wana hamu ya kumsikia, sababu tuna imani hazina iliyojengwa na Umoja wa Vijana, kwa kuwa tunaamini siku zote kupitia kanuni ya Umoja wa Vijana kwamba ni tanuru la kuoka vijana wa uongozi wa leo, uongozi wa kesho. Tuna uhakika Abdi ni sehemu sahihi kwa wakati sahihi, hasa kipindi hiki ambacho Chama cha Mapinduzi tunaelekea miaka 50 ya kuzaliwa kwake. Kwa hiyo kuna jubilei ya miaka 50 ya Chama cha Mapinduzi, vijana wanapewa nafasi. Tuna uhakika tumpe ushirikiano wa kutosha, tusimpelekee majungu, tumpelekee mawazo ya kujenga chama chetu, hasa sisi wa visiwa vya Pemba, ili ile dhana ya kuonekana kwamba Pemba kuna upinzani iweze kuondoka. Na sisi tunaamini kupitia kwa Abdi upinzani kwa mikoa yote miwili ya Pemba itakuwa ni historia.